Okay, karibu katika chaneli yangu ya Mtaita Technology. Na leo tutakwenda kujifunza vipi tunaweza kutumia Google Search Engine Optimization kwa upande wa Google Search Console. Nipende kukusisitiza kwa wewe ambaye unahitaji kukuza website yako kwa kutumia Google SEO, basi hii ni sehemu yako sahihi. Lakini pia nipende kukukumbusha, kama hujasubscribe, bonyeza button iliyoko chini yako katika video yako, then bonyeza alama ya kengele ili wa kwanza kupata video zetu. So, nini maana ya SEO? SEO waga tunaiita ni Google Search Console, as long term yake ni Google Search Console, ambao tunajua kama ni mbinu za kuboresha website yako ili ionekane juu kwenye matokeo ya search engine kama vile Google Search Engine. So, hauwezi kulipia chochote kile. Just Google wanairank website yako ili iweze kupata visitors wengi. Kwa lugha rahisi naweza nikasema SEO ni sawa sana kufanya website yako ipatikane kirahisi watu wanapo search kitu mtandaoni. Kwa mfano, mtu ana search best phone Tanzania, pale ataletewa kampuni za simu ambazo zinauza ni aina gani ya simu ni best katika nchi yetu ya Tanzania. Lakini pia kuna mambo makuu ya kuzingatia wakati unafanya SEO, usije ukafukuza wateja wako bure. Wakati unafanya SEO kuna vitu unatakiwa uzingatie. Cha kwanza ni keywords. Keywords ni maneno watu wanaoyatafuta. Mfano, buy laptop Dar es Salaam. Hapa itamletea baadhi ya website ambazo wanauza vitu pale jijini Dar es Salaam. Lakini pia ni content nzuri. Andika maelezo yenye thamani na yanayojibu maswali ya watu. Mtu ameuliza buy laptop Dar es Salaam, so utamjibuje? Lazima uweke maelezo ambayo yanamjibu swali lake. Kwa mfano, unasema the best phone in Dar es Salaam, unataja jina na location, then anakusearch na browser the way anaweza kukupata. So kitu cha tatu ni on page SEO. Katika on page SEO kuna vitu vya msingi sana vitatu. Ndo hapo tunakwenda kujua ni aina gani ya content na the way unawezaje kumjibu visitor amekuja kuvisit page yako, alafu anakuta amerequest labda the best IT in Arusha, the way ana search alafu haioni title vizuri, keywords sijui imefikiaje, haelewi. So title inabidi udescribe vizuri, lakini pia heading, namna ya kutumia hizo heading 1, heading 2 unahitaji kujua the way unahitaji kutumia. Lakini pia kuna kitu kinaitwa meta description. Meta description tunajuaga ni additional ya tunajua title tayari inajieleza. So amesema buy laptop Dar es Salaam, pale kwenye keywords yako description pale ulichagua ukasema kabisa the best selling mobile phone in the best selling laptops in Dar es Salaam, umemjibu. So the way una describe hiyo meta description yako nitakuonyesha the way unahitaji kudescribe. Lakini kitu cha msingi kabisa ni technical SEO. Hapo kwenye technical SEO website yako inatakiwa iwe fast. Kuna tools kwenye Google Search Engine inatumika kumeasure the speeds ya website yako, mobile friendly, asilimia zake zipoje, na kama ina error inakusaidia kuonyesha what kind of page inakuwa na hizo canonical errors. So tutatumia Google Search Console. So twende pamoja hatua kwa hatua. Tutafungua page yetu, naenda katika browser ya Google, then tutaingia katika Google Search Console. Taandika hapo Google Search Console, then utafungua Google Search Console, utaklik start.
Sasa hii ndio overview ya Google Search Console inavyoonekana, na mojawapo ya website ambayo nimeifanyia ranking ni inaitwa Areno Selling Products, hii website. So vitu gani vya msingi hapo unatakiwa kuviangalia na kuvijua katika hii Google Search Console? Mkono wako wa kushoto kuna baadhi ya links, tools ya kuweza kumonitor hiyo website yako. Nitakwenda kuelezea baadhi ya tools za msingi katika hii Google Search Console page. So kwanza hapa hivi kuna option ya kuselect aina ya property. Kama tayari ulishaiadi, ukija unaiclick tu, but nitakuonyesha the way unatakiwa kuadi, japo nilishaadi. Nitakuonyesha the way unaanza from scratch. Utakuja kwenye property, then utaandika hapa jina la hiyo website yako. Make sure iko online, https Areno product.co.tz. Baada hapo uta click continue. Hii inaniambia tayari already your ownership, so nita go to property. So sasa kama ni ya kwanza kabisa, kwa mfano hapa tuchukue hapa ni ya tuadi kabisa, ndio ya kwanza. Nikuonyeshe labda ni ya kwanza kabisa. Itacheki baada ya kuiadi pale, itacheki for verification. Baada ya kucheki for verification, itakuletea HTML files unaweza kudownload, then itakuonyesha where you go to place it. So utakuja hapo uta download hii, uta click, uta download, then nitakuja hapa nitaikuta tayari isha download. Then actually sio hii website, lakini nakutumia kuonyeshea the way unaenda kuiweka. Nitaingia katika hosting provider ambaye huyu nilitumia dohosting.tz. Hii ni mojawapo ya web hosting best kabisa in Tanzania. Unaweza kusearch domain yako na ukaisajili, ukainunua hapa. Kwa mfano ukisearch utakuta imeambiwa cha nunuliwa here this domain already registered with us, you will need to cancel. So utanunua hapo. Kwa vile mimi nishanunua, nita click sign. Utaingia kama client, login, to recapture. Nitaingia hapa, then nita click kwenye service, then nilinunua Kitonga plan. Hii ni moja hapo ya servers wanaokupa watu wa do hosting pale ambapo wanakuwa wamenunua plan. Plan ni kwa ajili ya kuwa na server ya kuhosti your website. So na click plan, then utaikuta hapa, navigate to file, then control panel itafunguka kama hivi. Unajua kama umehost website yako, utakuta neno public, utaklik hapa kwenye public, uta scroll down, utakuta sasa ile file ulio download utaikuja utaiupload, utaiweka kwenye root file hapa. Sawa, utaiweka kwenye root file,
Ukishamaliza uta navigate, utarudi kwenye, utarudi hapa, then utaklik neno verify. So kwa vile tayari tulisha add hii ndio tutaitumia kuelezea the way unachotakiwa kufanya hapa. Cha kwanza kabisa, baada ya kuadd property, kuna vitu vya msingi unatakiwa kuvizingatia. Cha kwanza, unatakiwa utengeneze sitemap. Na sitemap utakuja hapa, utaituma nini? Sitemap ni nini? Sitemap ni XML file ambayo inakuwa na idadi ya page ambazo unatakiwa kuzifanyia indexing. Kumbuka tunachokifanya ni search engine kwa kutumia Google Search Console ambayo inatusaidia kufanya Google kufanya on page SEO. So baada ya kutengeneza XML yako, nayo unakuwa kwenye root file. Kwa mfano hapa hii inaonekana hivi, tunaweza tukaifungua hapa tukaiona sitemap, tukaifungua hapa tukaiona hapa. Sitemap inaonekana kwa mfumo huu. Inaonekana kwa mfumo huu. Na unaonyesha tarehe ambayo ni siku ambayo nilitengeneza. Lakini pia inaonyesha ni page ngapi. So hapa nina page moja. So nikitaka kutengeneza page nitakuwa na add tu hapa, na add hapa, afu nikimaliza naenda na request. Nitakuwa nikimaliza na request hapa, naandika tu site map. Kama nimeongeza labda page, naandika sitemap.xml, then una submit. Baada ya kusubmit ita count na kusema successful, ita count kama umeongeza page hapa, page zitaongezeka. So baada ya kutuma hivyo, utakuja hapa kwenye page. Sawa? Kwanza kabisa utarudi hapa kwenye URL inspection, unakagua hiyo URL yako, je, imefanywa indexing? Utakuja hapa, click indexing, utaandika kwenye inspect URL, uta click indexing, then uta request for indexing. Kama imeshakuwa indexing itakwambia hapo chini. Okay. Anakwambia URL was added to priority queue. Submit a page multiple time will not change its queue position or priority. So inahitaji ku request once. So baada hapo anakwambia hii page tayari iko successful. Kwa hii tunaweza kuiona sasa hivi kwa sababu nilishai upload last times. So ninaweza kuja hapa kwenye search engine ya Google, nikaandika tu Areno Trading, then nikaiona imeapia hapa. So nilieleza kule mwanzo kabisa kitu kinaitwa title na description, meta description. Unaona hii? Tutakwenda kuiangalia the way inavyokuwa. Tutarudi katika file zetu, then tuta click index, then tuta navigate kwenye edit tuione. Tuta click edit, then tuta try to read kivipi imewekwa title. So taingia kwenye sio hiyo, sorry. Uta click hii page, then uta click edit. Zidi utakuja hapo utaona title tumeipa Areno Trading Limited. Maize, beans, Udaga supply in Mwanza. So akija pale mteja akisearch labda Udaga supply in Mwanza,
Yes, Udaga supply. Unachukua hii keywords. Kwa hii, let's say tumechukua hiyo. Tunakuja hapa kwenye Google Search Console tunaandika hapa. Tuma hapa. Udaga supply in Mwanza. Scroll then last time to specify hii mwanzo, hii nilikuja ku request baadaye. So let's say tumesema labda tukasearch hapa kitu kinaitwa, tunasema maize Mwanza, labda tuandike maize Mwanza. Tunakuja hapa kwenye Google Search Console, then tunaandika maize Mwanza. Baadhi ya keywords zinakuwa zina watu wengi, so ukija kuisearch inakuwa ngumu. So ukiandika tu Areno hapa zitakuja nyingi, Areno nakuja nyingi. Specify ukiongeza na trading limited ya inakuja hapa. Kwa description nilisema user anauliza labda best laptop sale in Dar es Salaam. So hapa ameuliza labda maize supply labda in Mwanza. So unamjibu sasa, Reno Trading is trusted supply of maize, beans, udaga, rice and agriculture product in Mwanza. This meta description ndio inakuja kumjibu question ambayo amekuja kuuliza visitors. So hii itamsaidia sasa kujua the way anaweza kukupata. So anaweza kuklik na kutembelea page yako na kuangalia hapa, je, ni aina gani ya service mna offer ya maize hizo rice service. Je, nawezaje kuwapata hapa? Anakuja hapo location na nini, naweza kuwapata. So baada ya hapo, baada ya kuinspect na pia kufanya page indexing na kufanya site maps, kuna overview hapa. Utakuwa na click na kuona the way watu wana interact na hii page yako. So utakuja hapa kwanza kwenye setting, afu nionyeshe kitu cha msingi kabisa. Kwenye setting hapo unaona ownership imekuwa verified, user na permission yake ni huyo hapo, association ni hiyo hapo. Lakini pia kuna vitu ambavyo unatakiwa kuviangalia pale kwenye technical, ile nimekwambia technical CEO. Unakuja kwenye core web virtual, the way inaonekana hapo, utakuja utatry page speed, una click hapa. Sasa hapa tunaangalia kwenye mobile, tukimaliza tutaangalia na kwenye desktop. Uta click hapa, baada ya kuklik ita run, itaangalia matatizo. Hii kwa upande wa mobile, the way tunaangalia technical kwa upande wa CEO, then inakuja kukupa hapa the way itakavyoonekana kwenye simu ni hivi. CEO iko 92%. Best practice, the way ilivyotengenezwa CEO meta description, yani the way ilivyowekwa inakwambia ni 100%. Upatikanaji wake kwenye simu ni 77%, performance ni 85%. Hizi ni accessibility in the way inaweza kusearchiwa kwenye URL na kupatikana. Performance in the way na speed nini. So kwenye desktop tukiscroll hapa tunakuta kidogo zimeongezeka. Accessibility imekuwa 86, performance yake ni 97, sio 92. Best practice ni
100%. So unaweza ukaona hapa. So tulisema search engine ya Google Search Console inakusaidia kukupa error debugs. So hapa utakuja kuona kuna vitu gani unatakiwa uongeze, vitu gani upunguze, utaona hapa. Baada hapo unaweza kucopy link na kuichukua, unaweza kuchukua doc hapa pembeni. So baada hapo utakuja kuangalia ulinzi ya anakuambia ni good job, haina issue yoyote kwa upande HTTPS, maanake page zote ziko kwenye zimealign kwenye HTTPS. So ukija kwenye page hapa utaklik page kuangalia page zipi zimekuwa index na page ipi haijawa indexing. So hapa atakwambia kuwa page moja iko indexing na ndio moja ambayo tumeituma kwenye site map. Ukija kwenye site map, hapa kwenye site map utakuta ni only one a single page ambayo tumeshaituma kwenye Google Search Console. So baada hapo niseme kama this video imekusaidia, usisahau kusubscribe ili kupata video zingine pale ambapo tunazi-upload. Lakini pia kama utakuwa una comment hujaelewa popote, please comment hapo chini, then tutaona namna gani tunaweza kukusaidia.